Kwa hadithi ya Mi'raj ni kisa kilichokuwa kimepindukia akili zetu, ni miujiza mikubwa. Mpaka al-Imam Sha'rawi ameandika kitabu, anasema al-mu'jizatul kubra, katika miujiza mikubwa basi kisa cha Mi'raj ni moja katika miujiza mikubwa. Safari hii ndugu zangu Waislamu ina ibra ndani yake. Ni pale mtume alipopigwa mawe Taif, ni pale mtume alipoondokewa na mkewe mpenzi Bibi Khadija na kuondokewa na ammi yake alikuwa ni msaada mkubwa kwake Abu Talib, na kufukuzwa na kutengwa na watu wake, watu wa Maka. Hakuna msiba mkubwa kama watu kukutenga, tena watu wako, watu wa karibu nawe. Huu ndo mtihani aliyoupata mtume, tena msiba ukagongolewa msumari wa moto mbele yake kwa kumkosa yule aliyekuwa akimsaidia, mpenzi wake Khadija radhiallahu ta'ala anha, na mwingine Abu Talib. Hawa wote wameondoka katika wakati mmoja. Ulama wanasema baada ya siku 3 alikufa na kufa mwingine. Riwaya nyingine ni baada ya miezi 3 tu kafa huyu akaondoka na huyu kwa wakati mmoja. Basi mtume sallallahu alaihi wasallam alipata mitihani mingi sana baada ya kuondokewa na wawili hawa katika nyakati kama hizi. Ikambidi ende Taif kutafuta support na kufanya da'wa. Badala ya watu wa Taif kumpokea mtume kwa yasmini na maua, walimpokea kwa mawe. Akarudi tena Maka. Hapo ndipo ulipokuja mwaliko rasmi kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwenda katika kutembelea miujiza mikubwa. Safari hii ilikuwa katika mwaka wa 10 baada ya mtume kupewa utume, yani kabla ya hijra. Aliyealika safari hii ni Mwenyezi Mungu, aliyepewa kadi ya mwaliko ni Jibril, na aliyealikwa ni bwana mtume Muhammad. Ad-da'i huwa Allah walladhi qaddama ad-da'wa huwa Jibril walmad'u huwa sayyiduna Muhammad. Safari ya aina yake hii, mwalikaji ni mwenyewe mjenzi wa mbingu na ardhi, mwenye kupeleka mwaliko ni Jibril dhi quwwatin inda dhil arshi makin, na mwenye kupelekewa mwaliko huu ni Muhammadur Rasulullah. Na chombo alichotumia kwa safari ile ni kiumbe anayeitwa Buraq, alladhi yada'u hafiratahu fi muntaha qadami. Pale anapoona mwisho wa peo wa macho yake ndipo anapoweka mguu wake kwa spidi aliyokuwa nayo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Kisa cha Mi'raji kimesimuliwa katika Qur'an. Na ni kwa nini kisimuliwe kwa njia ya subhana? Mwenyezi Mungu ameanza kilima cha subhana kwa sababu watu wapo mpaka leo wanadai kwamba mtume alipewa power tu ya kutizama mbinguni hivi, akatizama kuanzia Maka alipokuwa, macho yakapasua mbingu 7 mpaka yakafika katika Sidratil Muntaha. Lakini kwenda yeye hakwenda, ni kutizama tu. Mungu amempa power, macho yakapasua yakaona mpaka baada ya Sidratil Muntaha. Lakini kwenda kwake itakuwaje ende safari kama hiyo? Wapo wanaosema hivyo. Wapo wengine ambao wanasema mtume alikuwa naota usingizini tu kwamba kenda mpaka baada ya mbingu 7 kisha akaota amerudi. Na wapo wengine wanasema hapana, Muhammad alienda hasa yeye mwenyewe physically
jisman wa ruha, na hawa ndio wako katika sawab, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipojua kwamba suala hili litakuwa zito kwa viumbe wake, ndipo alipoanza hadithi ya Isra kwa kilima cha subhanalladhi, ametakasika na kila upungufu yule Mola ambaye kwamba ikiwa unagomba unahoji kwamba Mungu hawezi kumpeleka Muhammadi safari hii na akamrudisha ndani ya usiku mmoja, jua kwamba unazungumzia yule ambaye hashindwi na jambo lolote, ametakasika na kila sifa ya upungufu. Subhanallah. Na ikiwa utamfikiria Mungu kama hawezi jambo hilo, hebu isome Qur'ani upate kuona viumbe wa Mungu wamefanya nini. Sulaiman ibn Daud alipokuwa amekaa pamoja na viumbe wengine, wanadamu na majini, miongoni mwa hao ni mawaziri wake na washauri wake, aliwauliza swali, nimepeleka barua Saba na muda mchache namtarajia malkia wa Saba Balqis atafika hapa. Ayuha almala ayyukum yatini bi'arshiha qabla an yatuni muslimin, ni nani ataniletea kiti chake anachotumia mwenyewe, yuko safarini anakuja, kabla hajafika hapa, akifika akute anakalia kiti chake alichokiacha Yemen. Na masafa ni mbali, masafatun baina Palestina wa Saba, kutoka Sham mpaka Yemen ni masafa, lakini msafara kule umeshaondoka, wameacha kiti huko. Sulaimani anakiagiza, anakitaka kiti kile ayatumie mwenyewe. Qur'ani inasemaje? Qala ifritun min aljinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ifrit min aljinn akasema, Sulaiman, hiyo kwa ni kazi ndogo, nitakileta hicho kiti kabla hujasimama katika mahakama yako hii, katika jalsa yako hii, mimi nitakuwa kiti nishakileta. Wa inni alayhi la khawiyun amin, na mimi ni muaminifu juu ya hilo. Ni muaminifu kwa sababu kiti kilikuwa kina kila aina ya marembo, kuna lulu, kuna almasi, kuna kila aina ya marembo, kimepambwa. Kwa hiyo muaminifu wangu njiani humo siwezi kudokoa nikauza. Aminun, muaminifu tena na nguvu, kiti ni kikubwa, nitakibeba, nitakileta, usiwe na wasiwasi. Sulaimani akazunguka kuwatizama wengine kama kuna mmoja anaweza kukileta kiti kwa muda mchache kuliko huo. وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Anasema ikiwa yupo mwenye kuweza kukileta kiti hicho kwa muda mchache, basi ni mimi Asif ibn Barkhia, mwanadamu, lakini atahu Allahu ilman min alkitab, nitakileta kiti kabla ya kufumba na kufumbua, yani kwa muda wa kufumba na kufumbua. Ukifumba na kufumbua jicho lako, mimi nitakuwa kiti nimeshakileta. Falamma raahu mustaqirran inda, kweli Sulaiman akakiona kiti hicho hapo kimetulia. Muda wa kufumba na kufumbua, Asif ibn Barkhia alikuwa ameshakileta kiti kutoka Yemen mpaka Palestina. Sulaiman akasema hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur, hizi ni fadla za Mola wangu, nitashukuru nitakufuru. Na mwenye kushukuru basi anaishukuria nafsi yake, na mwenye kukufuru fa inna rabbi ghaniyun hamid. Aya, ikiwa Sulaimani ameweza kukileta kiti kwa muda mchache, aqalla min tarafati ain,
Kwa nini akili yako imuhoji Mwenyezi Mungu kuweza kumpeleka Muhammad na kumrudisha katika usiku mdogo sana? Na Mungu ni yule ambaye anasema innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun fasubhana alladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Kazi yake Mungu akitaka jambo liwe naliambia tukua na linakuwa. Basi hivyo hivyo alisema safari ya Isra na Mi'raji kuwa na ikawa kwa muda apendao mwenyewe. Ndio maana ulamaul balagha wakasema lamma qala asra bi'abdihi laylan, yani ba'd min al-layl. Laylan kwa nakira ni juz'un min al-layl, ni kifungu kidogo katika usiku. Haikuwa 24 hours, ilikuwa ni muda mchache sana ndani ya usiku. Safari hii ilichukua place, ilichukua nafasi yake. Tizama Sayyiduna Muhammad alionyeshwa nini? Moja katika aloyaona Mwenyezi Mungu asema linuriyahu min ayatina, tunataka tumuonyeshe alama zetu. Aliona moto, aliona pepo, aliona mito, aliona sidratul muntaha, mkunazi ambao kila kitu kinachotoka chini kinakomea hapo hapo, hapafikiwi na mtu yoyote mwingine. Alifika mtume mpaka Jibril alipofika sehemu ile, kwa pawa iliyokuwa pale hakuweza tena kupiga ubawa, akaruka. Na hapa ndipo mtume alipopata fursa ya kuona mwili na maumbile ya Jibril mara ya pili katika sura alomuumba Mungu. Qur'ani inasema katika suratul Najmi, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Alimuona tena Muhammad kumuona Jibril kwa mara ya pili hapo sidratil muntaha. Anasema fa idha bi Jibrila, nikamuona Jibril Mwenyezi Mungu khalaqahu, amemuumba maumbile yake, lahu 600 janah, ana mbawa 600 hizo, ma baina janahin ila janahin kama baina as-samai wal ard, baina ya ubawa mpaka ubawa mwingine masafa yake ni kama baina ya mbingu na ardhi. Jibril kiumbe mkubwa, mtume anamuona kwa jicho lake, lakini kwa nguvu iliyokuwepo pale mahali walipofika, bwana mtume anasema fa idha bi Jibril kalhilsil bali, nikamuona alivyoshindwa na nguvu ya pawa iliyokuwa pale, amekuwa kama pamba iliyomwagiwa maji. Zile mbawa 600 zote na nguvu za Jibril ambaye kasifiwa na Mwenyezi Mungu, dhi quwwatin inda dhil arshi makin, allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa. Nguvu zote hizi mtume anasema nikamwona kama pamba. Pamba ikiwa kilo 20 kitu wa maji utaona kama ni kidude cha tennis, kile kipira cha imesinyaa imerudi. Ndivyo alivyomuona mtume kumuona Jibril katika sehemu walipofika. Sehemu hii ina nguvu sana. Hata Ahmad Shauqi akasema asra bika Allahu laylan idh malaikuhu warrusulu fil masjidil aqsa ala qadami. asra bika Allahu laylan idh malaikuhu والرسل في المسجد الأقصى على قدمي لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي خطر فمن يفز بحبيب الله يأتمم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يخطى على قدم فقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلم. Anasema wewe Muhammad, kwa fadhila alizokupa Mwenyezi Mungu, asra bika Allahu laylan idh malaikuhu warusulu fil masjidil aqsa, alikupeleka akawakusanya malaika wote, akawakusanya mitume wote na baadhi ya malaika katika msikiti wa Aqsa. Hakuna hata sehemu ya kutia mguu kwa jinsi ulivyojaa.
hafla hii yameandaliwa Muhammad. Lamma khatarta bihi iltafu bisayidihim, na alipofika sehemu ile wakazongea wakamzunguka mtume. Kashubi bilbadri au kaljundi bilalami, kama unavyoona mwezi umezungukwa na nyota, alizungukwa mtume na ndugu zake na malaika. Kama unavyoona bendera imezungukwa na jeshi, ndivyo walivyomzunguka mtume, kila mmoja anamtizama, anataka kupata baraka ya kutizama uso wa mtume Muhammad. Wakasali nyuma yake. Faya bakhta man salla waraaka ya Muhammad, ni bahati gani ameipata mtu mwenye kusalishwa na Muhammad. Shauki anasemaje? Waman yafuz bihabibillahi yatamimi, yani waman yatamim bihabibillahi yafuz. Hapa kuna falsafa ya balagha ameitumia, kilichokuwa kitangulizwe kakiacha mwisho na kilichokuwa cha mwisho kakitanguliza. Ilikuwa yaseme waman yafuz bihabibillahi yatamimi, yani mwenye kutaka kufuzu kwa bwana mtume Muhammadi, awe mtume ndo imamu wake, aswalishwe na bwana mtume. Na kweli wameswalishwa. Nyuma yake yuko Jibril, yuko Mikail, nyuma yake yuko Adam, yuko Ibrahim, yuko Musa. Nyuma yake kuna kila mtume aliyopata sifa, imamu wao Muhammad ibn Abdullah. Lakini kikubwa zaidi, Shauki anasema hatta balaghta samaan la yutadu laha ala janahin wala yukhta ala qadami. Ulifika mahali mbinguni we Muhammad, mahali ambapo haparukwi kwa ubawa wala hapapigwi msamba kwa mguu ukasema utavuka. Mbawa haifanyi kazi, mguu haufanyi kazi, kwa nguvu na power iliyokuwa hapo, ndo hapo tunapopazungumzia. Kisha ukafika sehemu ambayo uliona kila mtume mahala pake. Ulimuona Adam katika mbingu ya kwanza, ukamuona ya Yahya na Zakaria katika mbingu ya pili, ukamuona na ndugu yako Yusuf katika mbingu ya tatu, ukamuona na Idris katika mbingu ya nne, ukamuona na Harun katika mbingu ya tano, ukamuona Musa katika mbingu ya sita, ukamuona Sayyiduna Ibrahim katika mbingu ya saba. Kullu nabiyyin inda rutbatihi, kila mtume yuko katika position yake. Sasa kwako wewe ni wapi Muhammad? Wewe utaikuwa katika mbingu ipi wakati zimemalizika? Aqila ya Muhammadu hadha al-arshu fastalimi. Shauki anasema akaambiwa, wewe Muhammad, hapa kuna arshi ya Mwenyezi Mungu, angalau katika mguu wa arshi ya Mungu ng'ang'ania pale. Tamassak igtanimi, patiliza, kamata chini ya arshi ya mguu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad ibn Abdullah alifika mahali ambapo mpaka Jibril hakuweza kufika. Ndugu zangu, Sayyiduna Ibrahim alituachia zawadi, mbali na zawadi alotuletea mtume katika safari ya Isra. Alimwambia, ukirudi huko ardhini, ewe mwanangu, waambie watu wako, inna Ibrahima yaqra'u alaykumus salam, Ibrahim anakusalimieni nyote, nasi tumepokea salamu za Nabii Ibrahim. Wa yaqulu lakum, baada ya salamu anakuambieni, innal jannata, hakika pepo, tibatun turbatuha, mchanga wake unambolea, ni mzuri wa kuoteshwa na kupandwa vitu. Basi wapande vitu katika pepo, waje watumie huku. Wakipanda kitu tu kinastawi. Kwa hiyo waambie watekeleze kilimo cha kupanda miti ya matunda peponi, waje wastarehe matunda yao. Mtume akauliza, watapanda vipi? Akawaambia, kawaambie waseme subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Faman qalaha, mwenye kusema maneno hayo, Mwenyezi Mungu ambata lahu shajaratan fil janna, anamwekea mti wa matunda peponi. Kauli hiyo tu unakwenda kustarehe matunda yako. Mtume sallallahu alayhi wasallam alirudi katika safari yake hii
katika muda ambao ni mdogo sana, na akawa ni mwenye kukaa katika jiwe la hijri Ismail. Abu Jahli anazunguka, anamtizama, Muhammadi, hal min jadid, kuna jambo lolote jipya unataka kutueleza? Mtume akasema naam. Lipi? Akasema usriya biya al-laila, usiku jana nilipelekwa na Mola wangu. Wapi? Akamwambia min huna ila al-masjid al-aqsa, nilipelekwa huko Baitul Maqdis. Akamuuliza, Muhammad, unanitania? Sehemu ambayo sisi tunakwenda mwezi alafu kurudi tunaupiga mwezi mwingine, miezi miwili, unataka kuniambia umeenda usiku ukapamba ukiwa hapa, umerudi kabla hakujachomoza jua? Akamwambia naam. Utawaeleza watu wengine kama unavyonieleza mimi nikiwakusanya? Akamwambia ndio. Abu Jahli akakusanya watu kwamba njoni, sitaki kushuhudia mimi tu uongo huu, nataka nanyi nyote mpate habari. Watu wakakusanywa, akamwambia Muhammad, waambie. Unasemaje Muhammad? Akasema nimepelekwa usiku wa jana, kisha nimepamba ukiwa hapa. Watu wakauliza, umepelekwa wapi? Akamwambia Baitul Maqdis. Kisha umepamba ukiwa? Akamwambia naam. Basi kila mmoja, mwenye kupiga kofi kwa stihizai, mwenye kucheza mziki, mwenye kuimba, mwenye kupiga kelele, mwenye kufanya istihizai za aina, kila mmoja sema siku zote anadanganya, lakini leo uongo wake umepindukia mipaka. Haiwezekani, safari sisi tunakwenda miezi miwili, yeye aende ndani ya usiku mmoja alafu arudi. Na kwa hakika mpaka baadhi ya Waislamu waliokuwa na roho dhaifu na imani dhaifu walirtadi, wakatoka katika Uislamu, kwamba leo tumeaibika, kwa sababu wanajua mtume sio mtu wa safari. Wanafikiri amesema kwa bahati mbaya. Wao wanajua ni watu wenye kusafiri rihlata shitai wa saif, wanasema hapa hesabu zake Muhammad zimekwenda kombo. Lakini Abu Jahli akasema, kamuiteni Abu Bakr, yeye ndo kila anachoambiwa na bwana huyu sadaqta, akiambiwa kitu sadaqta. Sasa leo mwaiteni na hii pia aje aseme sadaqta. Akagongewa Abu Bakr, akaitwa, anamuuliza unaniitia nini? Anamwambia hal sami'ta ma qalahu sahibuk, umepata habari leo aloitoa sahibu yako? Akasema wa madha qala, akasema nini? Akasema qala annahu usriya, anasema amepelekwa usiku ila aina, ila albayt alaqsa, ila almasjid alaqsa, thumma asbaha baina dhahranina, kisha amepamba ukiwa hapa. Abu Bakr akasema in kana qala faqad sadaq, kama kakwambieni huo ni ukweli mtupu. Abu Bakr pia hili unaliamini? Akamwambia naam, innani usaddiquhu bi'ab'adi min dhalik, mimi namuamini Muhammad hata kama atasema zaidi ya safari hiyo. Hata akiniambia ameenda mbinguni akarudi, hata hajaambiwa hapo kama kaenda mbinguni, mimi nitamuamini Muhammad. Na kweli akaenda Abu Bakr akamuuliza, ya Rasulullah, unasemaje? Akamwambia Abu Bakr, nimepelekwa. Akamwambia sadaqta ya Rasulullah, ni kweli yewe mtume wa Mwenyezi Mungu. Ndio maana akaitwa Abu Bakr ni as-Siddiq, hakuitwa Abu Bakr ni al-Kadhab. Kwa sababu gani? Ya kumsadikisha bwana mtume, na maneno yake na mambo yake yote ilikuwa ya ukweli. Hata siku moja alipokuwa anafuatana na mtume, wanatoka zao Makka wanakwenda zao Madina hijra, mushrikina walikuwa wameahidiwa watapewa ngamia 100 kwa kichwa cha mtume, akiwa haya akiwa amekufa. Basi mtume anaandamana na Abu Bakri. Jamaa mmoja anamuuliza, ya Abu Bakri man hadha? Yule bwana hamjui mtume lakini anamjua Abu Bakr. Anamuuliza, huyu alokuwa pamoja nawe nani? Abu Bakr akisema huyu bwana mmoja tu, atakuwa akasema uongo, na yeye si Abu Bakr ni al-Kadhab. Akisema huyu ni mtume, atakuwa akasema ukweli, lakini atakuwa amesema hatari, kwa sababu mtume anatafutwa na kichwa chake ni thamani ya ngamia kwa kipeleka. Kwa hiyo aseme nini? Akasema hadha hadin yahdini tariq, huyu ni kiongozi ananiongoza njia. Yule bedui akafikiria ni wale watu wanaokodiwa wakawaonyesha watu vichochoro vya Maka, basi nendeni.
Kumbe Abubakar alikusudia huyu ndi yule muongozaji wa ile ihdina sirata almustaqim, ndo huyu Muhammad. Kwa hiyo akawa hakusema uongo na amesema ukweli ambao yule bwana hakukamata chochote wala hakuna hasara yoyote. Huyu ndo Abubakar as-Siddiq. Ikiwa umeenda kweli Muhammad, tueleze msikiti uko vipi, sifa zake ziko vipi? Na hili ni swala zito sana. Hata imamu anayeswalisha hapa msikiti wa Kichangani, tukimuuliza tuambie nguzo za huu msikiti ni ngapi, kwa ghafla tu hajibu swali hili, kwa sababu shughuli yake si kuja hapa kuja kuhesabu nguzo, yeye kuja hapa kusalisha na kufanya. Lakini ukimuuliza ziko feni ngapi hapa, swala zito sana, swala zito sana. Sasa mtume anaulizwa, tuambie kuna milango mingapi, kuna madirisha mangapi, ukoje msikiti? Lakini mtume alikuwa abqari, alikuwa genius zaidi ya hivyo, na mambo haya sio ya kwake, anapewa na Mwenyezi Mungu. Allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa wasafa lahum baban wa nafidhatan wa shurfatan, akawasifia msikiti ulivyo, mlango, dirisha, korido, mpaka hali ya nje na mazingira. Ikafika sehemu mtume ule msikiti ukamchanganya sifa zake, Allah akamletea kama television usoni kwake, akaanza kutizama, akaendelea kwa sifa zile. Kila mmoja aliposikia vile akaulizwa, je, mnasemaje kuhusu sifa za msikiti? Wakasema alwasfu sadiqun lakinna alwasifa kadhab, sifa zote ni hakika lakini mwenye kusifu tu ndo ana matatizo na sisi ni muongo. Hawakumwamini mtume Muhammad. Ndugu zangu Waislamu, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe imani ya kuamini ghaibi na kusimamisha sala.